Katika kuhakikisha huduma za afya zinapatikana kwa kila raia, Mfuko wa Huduma za Afya Zanzibar ZHSF umeendesha mafunzo maalum kwa waandishi na vyombo vya habari yanayolenga kujenga uelewa mpana kuhusu majukumu na umuhimu wa bima ya afya ili kuihabarisha jamii kuhusiana na umuhimu wa mfuko huo pamoja na kuweza kuchochea upatikanaji wa huduma bora za afya kwa jamii. Lengo hasa na madhumuni ya kuwa na waandishi wa habari katika kikao chetu cha leo ni kuwajengea uelewa ili waweze kupata taarifa sahihi kuhusiana na mfuko wa huduma za afya Zanzibar. Kwa hiyo vyombo vya habari vikisimama mstari wa mbele kuwa vimeelewa utaratibu wa kujiunga na mfuko, uchangiaji pamoja na upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wanachama, basi itasaidia sana kuzima ile upotoshaji wa taarifa. Wanajamii watahamasika na watapata taarifa sahihi kupitia vyombo vya habari. Kupitia mafunzo hayo, washiriki wameelezwa kwa kina juu ya malengo ya kuanzishwa kwa mfuko huo wa huduma za afya, ikiwemo kupunguza gharama za matibabu kwa wananchi pamoja na kuimarisha usawa wa upatikanaji wa huduma za afya. Mfuko huu na lengo hasa ni kumuondosha mwananchi katika ile kikwazo cha kifedha, kwamba unapokuwa mwenyewe peke yako, kama umefikwa na changamoto ya kiafya ile yenye tatizo zaidi ambalo inahitaji fedha nyingi au fedha kubwa zaidi, hasa tukichukulia haya maradhi ambayo ya sasa yanajitokeza sana, maradhi ya figo ambayo yanagharamia pesa nyingi, au kuna baadhi ya maradhi kama mfano saratani, dozi zake zinakuwa ni gharama kubwa. Sasa kwa umoja wetu wa wananchi ambao wanachama tumechanga kile ulichochangia, whatever umechangia, kwamba kinakidhi kwa ile huduma ya maradhi ulionayo au hakikidhi, wewe tayari unapata huduma, mfuko unakulipia gharama ile. Aidha, jamii ina jukumu la kuona umuhimu wa kujiunga na mfuko wa huduma za afya ZHSF mapema ili kunufaika na huduma mbalimbali za afya, kwani serikali inalenga kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma za afya kwa wakati na kwa gharama nafuu bila kujali hali ya kiuchumi. Kwa kupitia wanahabari tuna imani nao kubwa sana, kwa sababu wao ni wanaangaliwa kila siku, wao wanahabarisha jamii. Na pia vile vile ikiwa kama hawa wanahabari watafahamu, watakuwa na uelewa mzuri wa ZHSF mfuko hasa, basi hata kama kutakuwa kuna habari za upotoshaji wa ZHSF, basi zile habari watakuwa tayari wameelewa wao na wataziwasilisha kwa jamii kwa vile ambavyo usahihi wake. Waambia wajiunge, kwa sababu inawezekana ikawa ni ukosefu wa elimu na elimu haijawafikia. Hilo ni tatizo moja, haijawafikia elimu, na ikiwa kama elimu itawafikia, basi ule wasiwasi wao, kwa sababu unajua kuna mambo mingi yanasemwa, uelewa unakuwa bado haujawafikia, na vile ambavyo wanapofikiria wao sivyo ambavyo ZHSF ipo. Washiriki wa mafunzo hayo wana wajibu mkubwa wa kuelimisha jamii kuhusiana na mfuko wa huduma za afya ZHSF ili kuongeza uelewa mzuri kwa wananchi, kwani taarifa sahihi na zenye utafiti zinasaidia kuongeza imani kwa jamii na kuchochea ushiriki mpana zaidi. Kwa kweli tumefarajika kuona kwamba hata redio zetu ndogo ndogo hizi za jamii, ikiwemo redio yetu, imefikiwa na kupata uwakilishi huu ambao unakwenda kutimiza yale malengo ya serikali katika kuwafikishia wananchi taarifa za upatikanaji wa huduma mbalimbali, ikiwemo huduma hizi za afya. Hivyo mimi kama mwandishi wa habari ambaye nimepata mafunzo haya, natumia jukwaa langu la habari sasa kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa kuandaa vipindi, lakini pia kuelimisha jamii na kuangalia uelewa wa jamii
juu ya mfuko huu. Mfuko huo ni sehemu ya juhudi za serikali kupitia mfuko wa huduma za afya Zanzibar za kuimarisha ushirikiano na vyombo vya habari katika kuboresha afya ya jamii kupitia elimu sahihi na uelewa mpana. ZHSF inaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuhakikisha huduma za afya zinakuwa jumuishi, endelevu na zinamfikia kila mwananchi Zanzibar. Khuzaimat Makame, UBTV.